Lakini pia swali la je, tumejipangaje ikiwa matokeo yamefeli, ikiwa imetokezea mambo yameharibika. Na ndo nilitaka mpaka nikamuuliza, kwa sababu nilikuwa naangalia kitu hasa kipi cha msingi, lakini focus moja kwa moja ikiwa matokeo wanafunzi wamefeli. Ndugu waandishi wa habari, katika mtaala unapofundisha, si assessment tu ambao ni kipimo cha kusema mambo yameharibika. Kwa mfano, mpaka mwanafunzi anafika kufanya mtihani, kuna kupelekwa vitabu, kuna mafunzo ya walimu, kuna ufundishwaji, kuna kuwepo kwa miundombinu, kuna kwa vitendea kazi. Kwa hiyo hatuwezi kuhesabu hata kesho Mungu anusuru yatokee matokeo yawe mabaya tukasema mambo yameharibika. Ni sehemu ya kazi. Na wala sisi si tu kama tunahesabu matokeo kama ni sehemu tu ya mafanikio ya sekta ya elimu. Yaani kukaa, tena nataka niwaambie waandishi wa habari, tusiwe katika akili zetu kuhesabu tu kama watoto kuwa na division 1 ndio kufanikiwa tu kwa sekta ya elimu. Hapana. Access and quality education ni mafanikio makubwa sana ya elimu. Kwa kila mtoto anapata elimu kwenye mazingira bora, salama, ni mafanikio makubwa sana. Si ufaulu tu mafanikio. Kwa walimu wako wanapata stahili zako kwa muda, ni mafanikio makubwa sana kwenye sekta ya elimu. Kwa wazazi wanatoa ushirikiano na wazazi ni mafanikio makubwa sana kwenye sekta ya elimu. Kwa hiyo tunapozungumzia kuharibika kwa elimu tukaona ni matokeo tu, yani tumekaa tunasubiri tu siku matokeo yawe mabaya tuseme wizara ya elimu imefeli. No. Kwa sababu matokeo peke yake si tu kinachopima kwenye ubora wa elimu, tunachopima ni ile service, quality ya service inayotolewa. Ndio ambacho kinapima kufanikiwa au kutofanikiwa kwa sekta, ikiwa ni sekta ya huduma kama sisi ambao tunatoa huduma. Ikiwa siku walimu watakuwa wote wamegoma, mashuleni hakuna, haiwezekani kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. This will never happen. Kwa sababu tangu ianzishwe, huu ni mwaka wa 60 ngapi? Mwaka huu tunaenda 64, si ndio? Walimu wanalipwa, vifaa vinapelekwa, mafunzo yanafanyika, usajili wa wanafunzi unafanyika katika kila ngazi, tena maandalizi, darasa la kwanza, msingi na sekondari na vyuo, huduma za elimu zinatolewa. Kwa hiyo ni component nyingi za kuangalia mafanikio ya sekta ya elimu. Tusifocus na kurely kwenye kitu kimoja tukaona kama hichi kikiwa hakipo basi sekta ya elimu imefanikiwa. Itakuwa hatujitendea haki serikali yetu na jitihada zote ambazo zimekuwa zikichukua katika kuhakikisha wanafunzi